Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Ni jioni nyingine ambayo Bwana ametupa mimi na wewe kuweza kutafakari jioni yetu katika kumaliza mwaka 2025. Kuna wengi walitamani huu mwaka waukute, wauone. Lakini wameshindwa. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neema yako, asante kwa kibali, asante kwa wasaa huu, asante Bwana kwa nafasi hii umetupa ya tafakari ya neno lako na kujitafakari na maisha yetu ya kila siku, kila itaku leo. Bwana, tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba sema fahamu zetu, sema na nafsi, sema na mioyo yetu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, amen. Umebarikiwa sana kwa wale ambao pamoja nami Facebook. Kiukweli sio kawaida yangu kuja muda huu, lakini Roho mwenyewe akiamua ukae muda gani ni unakaa tu. Amen. Akisema sasa hivi kaa, usitafakari peke yako, tafakari pamoja na wengine, hivyo tunakaa kwa pamoja na kulitafakari neno kwa pamoja. Haleluya, haleluya, wana wa Mungu. Amen. Ni tarehe 10 mwezi wa 12 ambayo Bwana ameifanya. Kuna wenzetu ambao walikuwa wametamani na wenyewe kuona tarehe ya leo, lakini hawajaweza kuona. Kuna wengine, maana tafakari hapa ninazungumzia maisha ya kila siku ya Wakristo na sisi tuliookoka. Tunatafakari tu kwamba jinsi gani ambavyo tunaishi na kuenenda kila siku bila kuwa na ubabaifu wowote au bila kuwa na uongo wowote ndani yetu. Mtu mwingine unakuta anajiuliza kabisa kwamba hivi kwa nini mimi sijapata kuanzia asubuhi mpaka saa hizi, au kwa nini mimi sijafanikiwa kuanzia asubuhi mpaka saa hizi. Kuna mwingine anakaa anawaza kabisa, anafikiria kwa nini hajapata au kwa nini hajafanikiwa. Anaweza kaa kabisa amejikatia tamaa na anaumia moyo kabisa, uchungu umemjaa ndani yake. Sasa kwa nini unafikiri unapata huo uchungu? Au kwa nini unafikiri shetani anakuini? Amekuweza kwenye hiyo sekta. Amekuweza kwenye hiyo sekta ni kwa sababu anajua madhaifu yako makubwa yako katika uchungu. Haleluya, mwana wa Mungu, yako katika uchungu. Hivyo katika huo uchungu ndio anainua huo uchungu ili azuie zile baraka zako. Haleluya, ili azuie zile baraka zako. Lakini sasa kama we mwenyewe hutokuwa makini katika hilo swala, alafu ukalichukulia tu swala ni la kawaida, kwa nini uchungu unakuinuka mara kwa mara? Hiyo uchungu unaweza kusababishia vikaua vitu vingi sana. Mungu anaweza akaruhusu mtu akakutupia neno, afu lile neno likakuumiza, au Mungu akaruhusu jambo fulani lije kwako, au akaachilia jambo fulani lije, au kuna mlango wote kaachilia. Lile tendo lilolifanyiwa unaweza likakumiliki mwaka mzima, au ikakumiliki miezi hii 11 ambayo sasa hivi tuko miezi 12. Na ukiangalia lile tendo, kusudi la lile tendo kwako ni nini? Kumbe lile kusudi la lile tendo kubwa ilikuwa ni kuua ulichonacho ndani yako, ni kuzuia zile baraka za Mungu kukujilia, ni kukata connection na mawasiliano na mtu. Sasa unaweza ukasema kwa nini mimi nakuta naumia, kwa nini mimi na uchungu? Uchungu na kuumia jambo fulani ni wewe mwenyewe umeruhusu huo mlango wa maumivu ndani yako. Ni wewe mwenyewe umekubali uteseke katika hilo jambo. Sasa kwa nini leo mwana wa Mungu usikubali ule uchungu uliokaa nao mwaka mzima? Yani mwezi wa 12, mwezi wa kwanza mtu alikutenda jambo, mwezi wa pili mtu alikutenda jambo, wa tatu mtu alikutenda jambo, wa 4 mtu alikutenda jambo, wa 5, wa 6 etc. Si ndio? Sasa yote hayo unayaweka kwa sababu hujamruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yako. Ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako, huwezi ukakubaliana na uchungu wa namna yoyote ndani yako. Haleluya. Huwezi kubaliana kwa sababu unajua
nikikubaliana na huu uchungu utamuondoa roho, na ukimuondoa roho nitasikia nini, nitaona nini, nitafanya nini. Sasa ni kiuhalali kabisa na kipekee kabisa ambacho inatakiwa wewe mwenyewe kama mwana wa Mungu uliompokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ulioamua kuzaliwa upya, inabidi kabisa wewe mwenyewe ukubaliane na hali ya kutokuwa na uchungu ndani ya moyo wako, ili kuachilia ule mtembeo wa Roho Mtakatifu na ujazo wa Roho Mtakatifu ukae ndani yako. Okay, ni kwa nini unafikiria unakuwa uko empty, kutwa hasira zinakupanda, hila inakujaa, wivu na kuinuka? Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kumuondoa Roho Mtakatifu ndani yako. Na Roho Mtakatifu anikoondoka kwa sababu ya hivyo vimambo vidogo vidogo. Kinywa pia huaga kinaweza kikawa lango kubwa sana kwa maneno unayoyajitamkia mwenyewe. Pia malipizi ikawa ni lango kubwa sana ya kuachilia Roho Mtakatifu asiwepo. Hasira pia inaweza ikawa kubwa sana, nafasi kubwa sana ambayo inamuondoa Roho katika maisha yako. Sasa Roho akishaondoka kwenye maisha yako, ndio maana unakuwa ni mwepesi kunena au kusema hayo yasemayo. Haleluya! Au kunena hayo yanenayo, ama kufanya hayo yafanyayo, kwa sababu Roho Mtakatifu hayupo ndani yako. Sasa mimi nikijitafakari tu kwamba hivi inakuwaje, hii ni jioni ya tafakuri, tunatafakari maisha yetu ya kila siku, mwaka mzima. Nini ambacho kilikutatiza? Nini ambacho umeshindwa kabisa wewe kuona kwamba katika hili siwezi? Niko hapa kwa kujadiliana na kutafakari kwa pamoja. Una swali, andika hapo. Una chochote, zungumza hapo, kwa sababu kuna watu wengine tangia mwaka umeanza mpaka sasa hivi haoni baraka zozote za Mungu. Yaani tena anakuta mpaka sasa hivi bado anaomba maombi ya manunguniko mbele za Bwana. Bado anaomba kwamba mimi Mungu, kwa nini umeniacha? Ili hali anapumua, ili hali ana mikono, ana miguu, kichwa chake kinafanya kazi vizuri. Lakini nini kinamfanya amekuwa hivyo? Ni kwa sababu tu hana ule moyo wa shukrani, maana Roho Mtakatifu hayumo ndani yake. Ndani yake kumejaa giza sana, nuru hakuna. Sasa mtu unakuta ameokoka kabisa, umeokoka, lakini unatumia uokovu wako au kuokoka kwa maana si wokovu, unatumia kwenda kwako kanisani ndio nafasi kubwa ya kutapeli watu, kuumiza watu, kuongopea watu kwa kivuli kile cha wewe kuwa kanisani. Umejiuliza kwamba unapoishi katika hiyo tabia au hayo matendo umekuwa chukizo mbele za Mungu? Kwa nini? Kwa sababu kama unafika wakati umekuwa mdanganyifu hata katika kulipa tu madeni ya watu, umekuwa mdanganyifu hata tu katika kuharibu mahusiano ya watu, umekuwa mdanganyifu hata kwenye kazi ya watu au kwa mtu mwingine na kumuumiza, je, ni Mungu yupi atakaye kusikia sasa kwa uchafu huo na ubaya huo ulionao na uovu ulionao na makosa hayo, atakaye kaa upande wako? Hapo ujue ya kuwa kama una room ya kuweza kufanya mambo hayo kwa mtu mwingine na kutokuwa mwaminifu kwa mwingine, uwe na uhakika kabisa kwamba kumbe mimi ninaweza nikaharibu watu wengine. Haleluya, haleluya, mwana wa Mungu. Sasa kwa nini ninatamani kwa nini ninatamani katika mwezi huu ujiangalie na ujitafakari huu mwisho wa mwaka? Kuna mwingine ameokoka kabisa lakini haitaki kweli. Kweli ni kwamba ili upate kazi upate kazi saluni, ni lazima ujifunze vitu vya saluni. Upate kazi labda ya mechanics, ni lazima ujifunze mechanisms za mechanics sijui. Unataka kufanya kazi yoyote, ni lazima uwe na ujuzi huo. Sasa kama mwaka tokea mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 ulishindwa, wewe ambaye unaona kabisa kwamba unapenda kitu fulani, labda unapenda urembo, umeshindwa kwenda kusomea urembo, umeshindwa kufight, yani kuomba msaada kwa unayemjua na usiomjua, kwa baba yako wa kiroho, mama yako wa kiroho,
ili akusaidie, mama yako wa kiroho, baba yako mama yako wa imani au baba yako wa imani, ili akusaidie uvuke hapo, ukajifunze labda saluni, ukajifunze labda makeups, ukajifunze labda kutengeneza keki, kutengeneza bites, ukajifunze labda mambo ya magereji, ukajifunze labda kuendesha bodaboda, kuendesha gari, ili unajua nikijifunza kuendesha bodaboda au kuendesha gari itanipa mimi nafasi ya kuomba kuwa dereva, kutaka kuwa dereva labda wa bajaji, wa bodaboda, wa gari, kuliko hiyo nguvu kubwa unayotumia kuishi kiudanganyifu na kuhila na chuki na wivu na kuhangaika katika madhabahu zisizokuwa na Mungu, ili wewe uweze kutoka katika kipindi cha uchumi wako katika mwaka mzima kutoka Januari to Disemba, huna ulichokiongeza. Ni kweli umesoma, ni kweli ni mtu fulani, lakini kumbe una mlango ambao labda ungejifunza kutengeneza keki, ungejifunza kuwa mtu wa mafundi umeme, ungejifunza kuwa ujenzi, ungejifunza kuwa mtu fulani. Vile ungejifunza ujenzi hata wa kujenga nyumba, ungekupa wewe nafasi ya kwenda kufanya kazi site. Ukifanya kazi site tayari itakuongezea wewe kipato. Kama ulikuwa unalala nyumbani huingizi hata shilingi 10,000, lakini ukienda site unaingiza 10,000, 15,000, 5,000 ni yako. Lakini wewe kijana au wewe dada, wewe binti, unakaa tu, au wewe mama unakaa all day, hutaki kujifunza chochote. Yaani kuanzia Januari to December hujafanya chochote. No achievement in your life. Sasa basi, kwa maombi unayoomba ndio maana unakuta huwezi kupata ufunuo wowote wala huwezi kupata wepesi wowote, kwa sababu moyo wako ndani yako umejaa chuki na hila, na utizami mazuri ya mtu bali unatizama ubaya wa mtu, na huna kwa kutizama kujifunza kwa mtu bali uko radhi kuharibu vya mtu. Sasa katika mwezi huu wa 12 umefika, huu mwezi wa 12 huwezi kupika andazi, chapati, vitumbua, bagia, kalmati, kitu chochote huwezi kuchukua. Mwingine unakuta ulishapata hela kadhaa, hata 500,000, laki ngapi, ulipewa tu labda kwa spending, ulipewa kwa kununua nguo, ukasahau kupata ulikosa ule ufahamu wa kwamba hii 500,000 niliopewa na mjomba, shangazi, ndugu, rafiki, kumbe hii 500,000 ninaweza nikajilipia kozi ya makeup, kwa sababu mimi napenda makeup, nikajilipia VETA, nikaenda nikajilipia kitu fulani kikanisaidia ujuzi fulani, kutengeneza sabuni za vipande, kutengeneza sabuni, yani chochote tu ili mimi nifanye mwenyewe, au kupika bites niweze kufanya mwenyewe, au kikaweza kunisaidia nikanunua blender, nikanunua matunda, nikaweka na kajibanda, nikaanza kuuza juice za fresh. Sasa wewe ukiwa kama mlokole, mtu uliokoka, ni mwana wa Mungu na ni kijana mwenye nguvu, nikisemea kijana kuanzia hiyo miaka uliozaliwa mpaka miaka 40, mpaka miaka 45. Ukifika 45 kwenda mbele ndio mtu mzima, nafikiri. Fika hapo ndio uzee. Sasa katika huu kijana tu miaka yako mpaka 45 umeshindwa kujiongezea chochote. Unaona kabisa una hali ya una uwezo wa kufundisha kitu. Jamani, niko kwenye tafakari hapa. Na usije ukaniuliza habari ya neno gani, andiko, ikiroho kiruhusu hivi, lakini niko katika kutiana akili na kutafakari huu mwisho wa mwaka. Tumemalizaje mwisho wa mwaka? Na hivi ndio vitakuwa vipindi vyangu sana vya huu mwisho wa mwaka, hasa katikati ya masaa kama haya, Roho akitupa nafasi. Bwana akinipa nafasi, ninakuja hapa. Tunaongea na wewe. Kuliko umekaa, mtu anaweza akaa anaomba msaada wa kuishi mahala. Lakini yule mtu akishapata ule msaada wa kuishi mahali, hawi productive wa kuomba msaada wa kuweza kupata kitu fulani au kujifunza kitu fulani, aweze kupata kikazi fulani ya kusaidia. Unashindwa hata kuomba, mimi napenda mambo ya editing na nini. Unashindwa kuomba hata kwamba mimi naombeni nipelekwe kozi ya graphic design, au kozi ya kuedit, au kozi ya kutengeneza hata business card, whatever. Mtu yeyote ambaye kweli anamtumikia Mungu kwa kweli amempokea Mungu, atampa maarifa. Hiyo 500,000 mwana wa Mungu unaweza kuipata, au 300,000 au 200,000. Ukienda Kariakoo unanunua boksi moja,
au mawili ya viatu au chochote, na wewe ukawauzia wale wa rejareja. Sasa kwa nini ninajaribu kufanya hivi? Kwa sababu tusiendelee kudharaulika kwa kukosa cha kufanya. Miracle money itakujaje kama wewe? Biblia inatuambia aliye nacho huzidishiwa, ila asiyekuwa nacho kinaondoka kabisa. Anakosa kabisa. Sasa wewe ulicho nacho kidogo umekifanyia nini? Kama una mtu unaona anaweza akakusaidia kimoja kiwili, kwa nini usikifanye hivyo? Okay, nilizungumza na nizungumza tena leo. Kwa mfano, tokea wewe unajua ni form 4 failure au hujawahi kufika hata form 4, ulishia form 2, ulishia form 1, ulishia la 6, ulishia whatever. Nikazungumza mwaka jana waajira kama haya. Tena mwaka jana nilisema mwanzoni kwamba huu mwaka jitahidi ingia QT. Ingia QT, kwa sababu mimi sikuelewi wewe uliokuwa mwana wa Mungu au wewe uliompokea Yesu kila siku kila ibada kila saa upo kanisani. Up to Januari to December hakuna ibada umekosa, ina maana huna kitu cha msingi unachokifanya. Sisemei ibada ya Jumapili, nasemea hata zile ibada za katikati. Sababu kama ingekuwa mwanafunzi au ungekuwa na biashara, hata ile ibada ya katikati tukuone basi naingia late. Matokeo siku umefanya kama vile unaenda ibadani, matokeo siku unakuwa ni kiazi kisichoiva. Unachoomba wewe ni kupata tu nauli ya kukufikisha kanisani, na kufikisha kanisani kazi yako ni majungu kujua nani anaishije, nani kafanya nini. Wewe mwenyewe ushajua watu wanataka kujua wewe unafanya nini na unafanikiwa wapi na umevusha nani wapi lini. Okay. Sasa nini ninachotaka kukwambia, nikasema kwamba kama wewe unakuta hujasomeshwa na wazazi wako kabisa, lakini Mungu amekufungulia mlango, kuna mtu unamjua au kuna kanisa hapo linakulea au kuna taasisi imekupokea au kuna mtu wa Mungu ameamua kuishi na wewe, kwa nini usiombe ukasomeshwa QT? Kwa sababu QT haijalishi umri wako miaka 45 50 ulionayo, au haijalishi umri ulionao na ndevu ulizonazo au na maziwa ulionayo uliyoota. Tunatafakari tunatafakari mwisho wa mwaka. Ni tafakari ya jioni. Najaribu kutafakari na wewe. Sasa tokea Januari mpaka sasa hivi umeachieve nini? Kielimu, kiuchumi, kiakili, kiroho na kimwili. Nini umeachieve? Asante sana mtumishi wa Mungu babangu mdogo. Asante sana mpaka mafuta ya Bwana babangu mdogo Aaron Mungwana. Ni kweli kabisa. Kufanyia kazi kidogo ulicho nacho kuongeza thamani yako zaidi ya mazoea. Uko sahihi kabisa. Sasa ni wengi hapa hawawezi aposto Aaron babangu mdogo. Hawawezi mpaka mafuta. Imebaki kuwa watu walaumu tu, ni watu wa kanisani. Unakuta kijana yuko kwenye praise team. Unakuta mtumishi wa Mungu hayuko full time ministry, lakini hawezi kufanya chochote. Na ni hela nyingi zimepita, lakini kwa sababu hana roho ya ongezeko, multiply, ile roho ya ongezeko hata kiakili, kinafsi, kiroho, hana. Mwili wake hana ongezeko, hawezi kufanyia kazi alichonacho. Unajuana na mtu. Kwa mfano mimi nafundisha, unajuana na mtu, unaona huyu mtu anajua IT, huyu mtu ni mwalimu, huyu mtu ni nani. Ongea na yule mtu vizuri, unamwambia bwana, ninaomba unifundishe kitu fulani. Ninajiandaa mwakani 2026 kuingia darasani. Sasa basi naomba, lakini huwezi kufanyia kazi kama apostle anavyosema hapo. Sasa nini kinachotokea makanisani? Ni majungu na kuwa machawa. Ili baba wa kiroho au mama wa kiroho akuelewe, basi wewe ni lazima kuwa mwanzo wa kwenda kuongea uongo na ya ukweli kwa wengine, kuwasemea tena wale ambao wanabidii hata katika hiyo kazi ya Mungu kuliko wewe ambaye kazi yako majungu tu. Sasa ninasikitisha sana, ndio maana nimeamua kuwa na tafakari ya jioni mpaka huu mwaka tunapoisha. Roho akituruhusu pale anaponipa kibali, nitakaa muda huu wa jioni ili kutafakari, kuona kwa nini walokole au tuliopokea Mungu tunakuwa tunakandamizwa kiuchumi, hatuinuki. Hao wenye dunia yao wa mataifa wanawezaje? Kumbe wanaweza kwa sababu ya kujiongeza. Sisi walokole tunataka miracle. Miracle ipo, lakini miracle inakukuta ukiwa wapi? Inakukuta ikiwa wapi hiyo miracle?
Wapi inakukuta? Miracle ikukute mahali ambako unafanyia. Bwana alisema atabariki kazi ya mikono yako. Akikukuta huko kwenye laptop una type pale pale, atakupa ufunuo, atakuletea watu wa kufanya kazi. Akikukuta huko kwenye kazi zako unakanda, alisema watu kupungukia kwenye kapu la ngano yako, kwenye kitu chako unachokandia hawezi kupungukia. Sasa wewe unataka ukae kila siku kanisani, wewe umekuwa ni mtu wa kuomba nauli, kulipiwa kodi, kuomba sijui sina umeme, kuomba sina hela ya kula, kuomba. Na huyu mtu ana akili? Kama huna akili usingekuwa unaweza kuyafanya hayo. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu Festus Mwanda, barikiwa sana Festo, barikiwa sana. Umekuwa mtu wa kuomba, lakini kama yule mtu ana uhakika na unajua ana uwezo wa kusaidia kitu fulani, kwanza atakuona na akili kwamba huyu mtu yuko hapa lakini hataki kujibweteka. Anataka ifike baada ya mwaka, miaka miwili, naye ana hatua na ziada. Lakini tokea 2025 nikuuliza mwana wa Mungu, katika tafakari yangu ya jioni, hivi wewe umeweza kufanya chochote kipi ulichopatana na Mungu na kujipatanisha na Mungu, na ulichofarakanishwa na Mungu na kufarakanishwa na watu? Nikikuuliza zaidi, itakuwa umekuwa juhudi sana na bidii kuyajua ya watu zaidi kuliko ya kwako. Na ndio maana kila siku nasema, kama unashindwa kujua maisha yako, uko bize kujua ya wengine na kushindana na wengine, utachelewa, na kikubwa utamwaibisha Mungu wetu, kwa sababu hata huyo unaweka naye atajiuliza, huyu kama anaomba hivyo anashindwa kweli? Ndio maana hata kama ukiangalia last week niliandika, kwa sababu wakati niko katika maombi, Bwana akaonyesha jinsi ya watu walivyofungwa ufahamu. Hivi mtu amefungwa ufahamu kiasi cha kwamba hata yeye mwenyewe ajitambui kwamba huwa yeye. Sasa Mungu akusaidie sana. Katika hii tafakari yangu ya jioni, nataka nikwambie, umeshindwa chochote tu kuweza kukifanya katika huu mwaka 2025. Kwani wewe imefika wakati umekuwa ni ombaomba kila siku, wewe ni msaada? Huyo mtu unayemuomba msaada aliyekubali kukusaidia kulipia kodi mwaka mzima, kwa nini hujakaa naye chini ukamwambia, nilikuwa naomba kama ungenisaidia 300,000 ningenunua sendo pale Kariakoo nikaweka hapa nje kwangu nikauza, au ninapokuja kanisani nikatandaza sendo zangu hapa nikauza? Mwingine ana ujuzi hata kutengeneza vitu, lakini hataki kutumia kufanyia kazi kitu kidogo alicho nacho. Hivi unafikiria ni kitu gani kinaweza kukutoa hapo ulipo kama wewe mwenyewe huna uchungu wa maisha yako? Utaishia kuwa chawa na utaishia kudharaulika, utaishia kuonekana ufai kwa sababu wewe mwenyewe hujajionyesha unafaa. Hallelujah. Praise the Lord. Shalom, shalom. Lakini kama ungejionyesha unafaa, ni kwamba wewe mwenyewe uonekane kufanikisha vyako na vya wengine. Mtu mwingine unakuta anakulalamikia, kuja anakwambia, Pastor, kuhani, mimi sijui wananichoka, ile nyumba wananinyanyasa, ile nyumba sijui wananionekana, familia inanitenga. Wewe kiukweli ni kwamba hiyo nyumba ikunyanyasi, ila wamegundua, wamepokea kiazi kisichoiva, wamekuonyesha upendo wa kuone sasa kweli wewe una akili, huna unachojiongeza. Mwingine anapelekwa mpaka dukani akauze, uwezi kuuza, hilo duka linakushinda. Mwingine anatafutiwa kazi akafanya kazi, anafika anaharibu kwenye kazi, alafu nataka urudi kwenye ule mji. Unasahau kwamba kama wewe Mungu amemruhusu huyo mtu kukusaidia, ni kwa kipindi fulani tu, akusaidie, ujisaidie, uvuke, na yeye achukue wengine wajisaidie. Hivyo tunaenda kwa kurotate, ni chain, ni mnyororo huo. Sasa wewe unataka kungangania hapo mahali miaka 5, miaka 6, mlango gani wa vijana wengine au wasichana wengine au watu wengine watasaidiwa kupitia huyo mtu? Wewe umemganda tu, unataka wewe. Mwisho wa siku unageuka kuwa mchawi ndani ya huyo mtu. Mchawi wa maneno, mchawi wa matendo. Vyote hivyo ni uchawi. Utaniuliza kwa nini? Kwa sababu una akili yako imeganda, yani niseme ufahamu wako umepigwa. Huwezi kuona fursa yoyote mbele yake zaidi ya kuona huyo mtu kumfanya kuwa Mungu kwenye maisha yako, kwa sababu wewe mwenyewe akili yako ni kilaza. Huwezi ukawa kama kweli wewe akili yako ipo sawa sawa, alafu ukabaki kuwa kila siku mgando. Yaani uko na huyo mtu au uko na hao watu tokea mwaka 2011, 12, 13 mpaka leo. Mtu akakusaidia kuanzia 2024 mpaka 25, inaenda 26, uko vile vile? Hapana.
Ni sawasawa na wale waliopewa talanta. Mmoja kaichimbia ndani, mwingine kasema aifanyaje, mwingine kaizalisha. Unapopata fursa, mtu amekuamini mahali, jiaminishe na wewe, jiongeze. Basi jifunze vitu kutoka kwa huyo mtu. Badala uombe Mungu na kuomba unisaidie niweze kutoka mahali, unabaki naomba Mungu huyu mtu asije akanitoa kwenye maisha yake. Huyo Mungu aliruhusu mtu muda fulani akusaidie? Mungu akiona huyu mtu talanta kaikalia ndani, hana cha kuifanya, ni anakutapika. Akikutapika, unachotoka nje sasa kusema, usemi kwamba yule mtu ni mzuri. Nini utakachokizungumza? Yule mtu ni mbaya, hajawahi kunisaidia, na amjui tu nilivyoishi naye. Nimeishi naye kwa mateso sana. Nimeishi naye kwa mateso sana yule mtu. Kiukweli hujaishi naye kwa mateso. Kiukweli hata yule mtu alikuwa amebeba mzigo babegani mwake. Sasa Bwana ameamua kuruhusu, kwa sababu mwisho wa siku ujawa tena mtu umeamua tena kuwa kinyume chake. Badala kumwombea yule mtu abarikiwe na ubarikiwe, unamwombea yule mtu asije akampokea mtu mwingine zaidi yako, na asione mtu mwingine zaidi yako. Sasa mwisho wa mwaka huu nini umeachieve? Umeongeza nini? Huna. Umefanya nini? Hakuna. Inabaki upo tu kanisani tu kama speaker iliyokaa. Dada, hata hiyo speaker inayopiga muziki, inayotoa sauti ya Injili kuliko wewe. Umekuwa ukiwajua pale waumini waliopo, kujua nani, ukijua kazi, maneno utoa huku, neno huku. Umepigwa ufahamu, mwana wa Mungu. Hebu acha yote sasa hivi, ombea ufahamu wako. Hii na umri huo ulionao, miaka 20 mpaka labda miaka 30 au 40 ulionayo, wewe kweli ni wakusaidia hata pa kukaa? Si kama unamdhalilisha Yesu wetu, wakati fedha na dhahabu ni mali yake. Yeye atupae nguvu za kupata, atupae utajiri. Wewe mpaka umri huo ni wakusaidiwa? Mpaka umri huo utakiwa umekaa kwenye hiyo nyumba, hujawahi kuja hata na kilo ya sukari. Wapendwa wana wa Mungu, yaani kuna mwingine anafanya kazi vizuri lakini hajawahi kuguswa. Yuko katika huo mji, hajawahi kuguswa. Hata kama huu ni mwisho wa mwezi, nimepokea mshahara, sawa, nimesaidiwa hapa, nimepata na kazi na kaa bure, basi hata nimepata mshahara, basi ninunue safari hii, ninunue hata sukari kilo 5. Waninywe mimi huu mji tokeo amenipokea mpaka leo hii, ninunue hata unga kilo 5. Basi hata umeme kulipia laki, wawashe tena na kupiga pasi kwa ajili yako, basi kulipia hata kingamuzi cha TV uwezi. Hata hiyo siku umeamka asubuhi kusema kwamba ni leo nitoe hela mboga. Kuna watu mko hivyo, hamwezi. Kisa umesaidiwa, unaonekana huna, unachukuliwa kama mtoto. Basi na wewe vile vile, na akili yako ilivyokuwa shetani alivyoipiga fahamu yako, na wewe unajifanya kwamba ni mtoto huko tu hivi. Alafu wewe ni binti, utaolewa wapi? Kwa sababu kama wewe mwenyewe unashindwa kujiongeza kwamba hapa nimefika wakati ninaishi hapa, au kama wewe ni kijana, roho ya asili ya wanaume huna, mwisho wa siku uchawi. Kwa nini? Utaona Mungu hakuna, utaona yule mtu akubwa, utaishia kwenda kutoka madhabahu kwenda madhabahu, kutoka kilinge kwenda kilinge, kutoka hapa mpaka hapa. Mungu hayupo hivi. Mungu hayupo hivi. So ninasikitika sana na ninatamani ni kiu yangu wewe ulio mwana wa Mungu uweze kutoka hapo mahali ulipo. Unatokaje? Hebu jichakate na kujichanganua wewe mwenyewe. Na umri huo ulionao ni kweli ni sawa sawa na unavyoishi? Kuna vijana wanaamkaga asubuhi wanaenda kupanga foleni viwandani. Wewe kijana mzima umelala hapo kisa tu unasaidiwa. Mungu akusaidie. Mimi najaribu kutafakari. Sasa kama kuna mtu ana tabia hiyo, amke. Kuna vijana wenzenu wako Mbezi kule asubuhi wanachukua gunia ya mboga za majani wanawauzia wamama wale wa kidogo kidogo. Gunia la mboga za majani wala sio ghali. Ukichukua ukinunua mboga za majani kwa lote, alafu kawauzia wale mama wanaenda kuzaga majumbani. Hivi ukiondoka ukiamka saa 10 ukafika mpaka saa 2 umemaliza kazi, una kitu umekiingiza, ukarudi hapo na katika hiyo familia, hata kweli wewe utaonekana kuwa mzigo?
Si ataonekana Mungu naye mwabudu kanisani na kumpigia drum na kumpigia kinanda na kumuimbia, kweli anatenda? Lakini imekuwa tu ni message, ninaomba hiki unisaidie, ninaomba hiki unisaidie. Mama kuna sare huku, baba kuna suti huku, baba alikuwa na nauli, nimefiwa. Sasa ujiwezi chochote, yaani ujiwezi kwenye kufiwa, ujiwezi kwenye kujilisha, ujiwezi kwenye kujini. Huyo Mungu wa staili hiyo ninayemhubiri mimi, aliyeziumba mbingu na nchi, huyo Mungu wa staili hiyo hayupo. Bado kuna karoho nako, kuna karoho bado unako, na karoho ni hapo hapo. Usichofikiria kwamba watu sasa hivi niko nao vipi. Hujatengeneza na watu, umeumiza watu. Kuna watu wengine mmesomeshwa, watu wamejitoa kwenu, baada ya kupata maisha na kupata kazi, mmewaona ni wabaya na hawafai kwenye maisha yenu, na umeondoka na kutangaza ubaya. Hivi yule mtu aliyejinyima, alinyima watoto wake, alinyima mke wake, alinyima mume wake, alinyima familia, alijitoa kwako. Huna undugu naye, yaani huna ukoo naye wala kabila naye, una undugu katika Kristo Bwana, alafu alijitoa akakusaidia. Leo yule mtu amekuwa mbaya na unamchafua na kumchafua na una amani. Wewe tengeneza, huu ni mwisho wa mwaka. Tengeneza na ule mtu alijinyima kwa ajili yako, kama mjomba yako, mwana wa Mungu, kama shangazi yako, baba yako mdogo, mama yako mdogo, mama yako mkubwa, bibi yako, babu yako, alishindwa kuchukua uchungu wa maisha ulionayo akakutoa mahali fulani. Yeye huyo aliamua, Mungu alimtumia kukuvusha. Leo hivi huyo mtu tena unamwona mbaya. Ndugu zako waliokuachaga huko hakuja kusaidia chochote, walikusimama na kukudharau kwa kutokosa. Leo ndio wazuri, ila yule aliyekuvusha hapo, unafika hapo kakupeleka VETA driving school, kakulipia, umekuwa dereva, umekuwa mpaka wa malori, hata kumbebea tu vitunguu na nyanya ukapeleka kwenye familia wakakaanga, unashindwa. Ukumbuki nyuma. Kama mtu uwezi kukumbuka mpaka hapo ulifika, kuna mtu amesababisha ufike hapo kwa mazuri, wewe unakumbukaga waliokutendea mabaya tu. Wewe hakikisha kabisa mtembeo wa Roho Mtakatifu hauwezi kukujilia. Kwa nini? Ni kwa sababu moyo wako hayupo. Angekuwepo Roho, Mungu wetu ni upendo, utayatizama ya upendo, utayatenda ya upendo. Utaona baya ndani ya huyo mtu, bali utaona baraka ndani ya huyo mtu. Lakini kwa nini unaona tu ubaya? Ni kwa sababu wewe ndio yaliyojaa ndani yako. Sasa kama ndio yaliyojaa ndani yako, ni lazima uone ubaya. Huwezi kuona uzuri. Hivyo Mungu aweze sana kukusaidia katika swala lako. Mungu akusaidie sana. Manake si katika tafakari hii ya jioni, mimi napenda uende tu kujitafakari mwenyewe. Sasa ifike wakati tumheshimu Mungu na nguvu zetu, tumheshimishe Mungu na nguvu zetu, tumheshimu Mungu na nguvu alizotupa. Tumheshimishe Mungu kwa akili zetu, tumheshimu Mungu kwa akili alizotupa. Tumheshimishe Mungu kwa utashi wetu, tumheshimu Mungu kwa utashi aliyotupa na afya na uzima aliyotupa. Haleluya. Sasa ukisema kwamba wewe ni umeumbwa hivyo, yaani kuna mtu mwingine anakuambia hapana, sisi wengine ndio wale hao. Hapo mtaani kwako unapokaa, hapo mtaani kwako, kuna watu wana shida na vitafunio hapo. Si ni kweli? Si ni kweli mwana Mungu? Kuna watu wana shida na vitafunio. Umeshinda kuomba wewe mtaji wa unga kilo 2, mafuta ya kupikia ya 5,000 ile ya hilo wanazozijaza. Umeshinda kuomba baking powder na unajua kukanda mandazi. Ukakanda mandazi, ukayapika vizuri kwa uaminifu. Maunifu yake maji masafi, mafuta vizuri, vyombo visafi, unapika visafi. Ukayapeleka kwenye duka hapo la jirani yako, ukamuomba, nilikuwa naomba nikuletee mandazi. Niyaweke mandazi yangu hapo. Alafu kimaliza mandazi yako unachukua 500 unampa yule mwenye duka. Hivi ungefanya hivi, ungekosa kweli income hata nauli ya kukutoa kukupeleka kanisani? Ungekosa kweli na hata kutoa fungu la 10 ukitoa hata sadaka ya yatima na wajane? Au ungeshinda kumtegemeza mwingine hana nauli hata mdogo wako kwenda shule, au kumtegemeza hata yatima au mtu mwenye uhitaji? Ukaanza kuuza mandazi au ukaanza kuuza chapati, ukaanza kuuza miogo hapo mtaani na viazi. Umelala kutwa nzima umejibosti wewe. Tena mwingine sasa kuna mwingine mtu eti ameokoka, yuko kakaa kwenye nyumba ya kaka yake, kwenye nyumba ya dada yake, kwenye nyumba ya ndugu zake, na ameokoka kabisa. Hata amepewa mtaji kiasi gani, hana anacho wewe. Kwa nini? Roho ya mauti iko ndani yake.
na hiyo roho ya mauti na huo mlango anao yeye mwenyewe, ameshikilia watu, hataki kuwasamehe. Yaani wewe umesaidiwa, lakini unataka ufanane maisha yako na yule mtu aliyekuweka. Yaani asinunue gauni na wewe kasipokununulia kupenzi, asinunue suruali, asivae suti, lazima na yeye akununulie suti. Sasa yule mtu aliyekusaidia amekuwa mtumwa sasa kwenye maisha yako. Kikiisha kingamuzi ndani, wewe ndio wa kwanza kupiga kelele, kingamuzi kimeisha, enzifu kama vile ushawahi umeingiza 200 hiyo siku. Akija ndugu hapo kwenye huo mji, wewe ndio wa kwanza kuspoili mabaya huyo mtu aliyekuhifadhi. Yaani hapo akikufukuza una pa kwenda. Mungu wangu. Oh Jesus. Bwana komboa fahamu ya huyo mwana wako kokote aliko kwa jina la Yesu Kristo. Hivi unakuaje? Nini kimekuvamia? Roho ipi itendayo kazi ndani yako? Ni huyu Roho Mtakatifu. Kwani wewe unanena kwa lugha? Unanena kwa lugha kabisa unayoijuaga wewe. Inawezaje kama unaweza kunena kwa lugha? Umewezaje? Umejitambua kwamba uwezo wa kujinunulia hata mafuta na sabuni na dawa mswaki huna. Umesaidiwa kukaa, unapewa dawa mswaki, mafuta ya kupikia. Mwana wa Mungu huyo. Mafuta ya kupaka, ya kupikia, sorry. Kila kitu unapewa. Na ukiulizwa mwisho wa mwaka, bwana tukufanyie nini, kuna nini hapa, unawaza nini? Hamna, siwazi chochote baba, siwazi chochote mama. Are you dead person? Wewe ni mfu unayetembea? Ifiki wakati kwamba hata fahamu yako mtu kakupa nafasi hapa nikufanyia nini, hata kusema mimi nilikuwa natamani, ningependa natamani kuwa mwalimu wa watoto wadogo. Ukaenda kufanya kikoleji cha ualimu hapo. Yule mtu yuko tayari kulipia. Ukaanzisha kishule chako hapo cha walimu hata cha mtaani, wakaja akalipa 1,000 kufundisha watoto. Huku unawafundisha watoto elimu ya dunia na huku unafundisha watoto neno la Mungu. Hapo ulikopanga, hapo ulikopanga. Hapo nje unachukua na hivyo kieneo unafundisha watoto. Kila siku mtoto akija anakuja na 500. Kwa sababu unakuta maisha ndio tunatofautiana. Anakuja na 500, anakaa darasani kuliko kacheze huko. Masaa yako 2 umekafundisha kale katoto vizuri. Ukamaliza hapo ukamwambia, ukampa story za Yesu. Kweli wewe wakukaa kutwa nzima huko kwenye mtandao kutwa nzima, mpaka umefika age hiyo, huna ulichopata chochote. Mwaka umeisha, huna ulichoongeza. Hivi aliyekwambia kwamba vinakujaga tu ni nani? Nani aliyekwambia mwana wa Mungu kwamba vinakujaga tu? Ni lazima uwe na maamuzi ya kuthubutu. Kama jinsi ulivyoamua kumwacha kumkimbia shetani na kumpokea Yesu, ndivyo hivyo na maisha yako, kwamba katika Yesu wangu lazima niheshimike, katika Yesu wangu nivae vizuri, katika Yesu wangu nile vizuri, katika Yesu wangu hivyo. Kivipi? Nijishughulishe, nifanye kazi. Ndio maana Biblia sasa sifanya kazi na asile. Sasa imefika wakati imekuwa ni aibu hata makanisani. Mimi najaribu sana kubezi hapo kwa sababu ni hali tunaishi. Ufuska, uzinzi umeenea makanisani. Lakini hivi wewe kijana, au wewe dada, au wewe kaka, ungekuwa una hela yako, ungekuwa unafanya kazi, unaamka alfajiri, unaenda viwandani, unakaa mpaka jioni, unapata hela yako, unarudi nyumbani kwamba leo nimeingiza 2,000 lakini ni ya kwangu. Bwana asante. Nikitoa matumizi yangu nina 2,000, nimeenda kupanga foleni kiwanda fulani, nimepata kazi. Lakini wewe unaangalia ni ratiba za ibada na siku ya ibada. Siku ambazo hazina ibada wewe huna. Na hizo siku za ibada umeshadanganywa, ushatuma message kama kadhaa kwa watu upate hizo nauli ili uende ibadani. Ni kweli. Lakini mbona hapa hapafunguki? Kusoma sana au kuwa na vyeti sana sio ndio mwanzo wa kupata maisha. Uthubutu wa mtu na kufanyia kazi na juhudi ya mtu ndio itakutoa hapo mahali ulipo. Umesoma kweli, una degree, ume nini? Hizo kazi hazijapatikana bado, jiajiri mwenyewe. Tumia hiyo knowledge yako kujiajiri mwenyewe. Mbona huko tu hapo makanisani? Nasikitikaga tena zaidi. Unakuta yule mama wa imani au baba imani anamkabidhi sehemu sasa. Kwamba kaa kwenye nafasi hii. Alafu kikaa kwenye nafasi hii, hebu mimi nimekuamini, fanya kitu hiki. Sasa jinsi ujijue, jinsi ulivyokuwa fahamu zako zimepigwa, mwana wa Mungu, katika tafakari ya jioni umepewa ile nafasi, uitendee kazi. Fanya basi kwa uaminifu, mwana wa Mungu. Ile nafasi ufanye kazi kwa uaminifu.
Ile nafasi unakuwa una roho mbaya, ile nafasi unaumiza wengine, ile nafasi ni lango la kumpitisha shetani kupitia hiyo nafasi ulionayo uliopewa hapo madhabahuni. Kwenye hiyo nafasi umekuwa ni mtu wa majungu na kudharau wengine. Mungu hawezi, atakuacha, hawezi acha. Sasa kwa nini hatutoki hapo? Unajibiwaje? Hapa kuna mwingine amejiunga, anasubiria muda ule nao sema achia, peleka kwa jina la Yesu, lele, unasubiri upokee. Huwezi kupokea ukiwa na huo moyo wa hila na chuki ndani yako na usiyetaka kubadilika. Never change. Hata nikuombee, nikuwekee mimi mikono kichwani, yaani nikae niombe kuhani wa zamu, lakini kama hujakubali kubadilika, kama hujakubali kuthubutu, kama hujakubali kweli sasa hivi ninanawa mimi sasa nimeamua kuwa mtu mpya, kama hujakubali iko kisura cha aibu unachokionea watu, kama hujakubali kutoa hilo ganda lilopo machoni mwako kwamba unaona watu watakuonaje ukifanya hiyo kazi, ukachukua matunda yako ukaenda kuweka kibanda cha matunda ukauza, unaangalia mtu atakuonaje. Huyo mtu anayekuonaje ndio anayekudharau. Wewe unaona aibu kuchukua nani ya matunda hapo kaweka, umepata mtaji wako wa laki, kumbe anaweza kuchukua machungwa na nini. Umechukua nani kitenga chako cha karoti ukakimwaga hapo mtaani mwako ukauza karoti. Unaona kwamba watanichukuliaje mimi wakati kanisani wananiona navaa suti wear. Wapi? Yaani nashangaaga. Yule msichana ataniona, wewe msichana utamweza? Utamweza wewe msichana mwana wa Mungu? Akikupa bajeti zake za kila siku, utamweza? Utaendelea kupiga vibomu? Utaendelea kupiga vibomu? Haya, utapiga vibomu mpaka lini ili kumextend kuweza kumtunza wewe mwanamke? Manake nasema na wanaume. Mimi nasemaga kila siku mwanaume anaona aibu. Huyo sio mwanaume. Eti naona aibu. Aibu. Mwanaume anayechagua kazi. Alafu unazaga unaota kuwa baba. Alafu na yeye pia una dream kuwa mume. Inategemea unatakiwa kuwa mume wa Israeli. Na wewe naye unaota kwamba utakuwa kaka wa familia wadogo zako, dada zako uliozaliwa nao. Na wewe nawe unafikiria utakuwa mjomba au baba dogo uitwe whatever, au babu wa mtu fulani. Na wewe nawe unahisi pia utaachilia urithi kama vile nasema. Kizazi chako na vijukuu vyako na vitukuu na vilembo wewe kwa hiyo uvivu ulionao. Shame on you. Aibu wewe nayo. Lazima ufike wakati na aibu yako. Mwanaume amka asubuhi. Fanya kazi. Kumekucha mwambie Bwana nielekeze wapi. Hamna naenda kiwandani kupanga foleni. Hamna niangalie wapi wanabeba zege wanabeba tofali. Hamna nifanyeje niende zangu huko sokoni. Nikawe hata dalali wa kuuza mazao. Niende zangu nikawe winga. Mimi nikakutana na mawinga Kariakoo. Wewe nawaambia nyie ndio wanaume au nyie ndio wanawake? Kuliko yule mwanamke anayesubiria wakaya haongo na mume wa mtu. Yaani kuna binti yuko kanisani, eti umeokoka na unalelewa na mzee wa kanisa eti. Na mke wake unamjua, bila haya bila aibu hata soni una. Hivi hisi pale unamtambulisha Mungu au unamdhalilisha? Unamheshimisha Mungu au unamvua nguo? Kwa nini Mungu wetu asidharaulika kupitia wewe ambaye unaenda kanisani na unakuwa kabisa una baba mzee wa kanisa na ndio anakulipia kodi na ndio anayekutunza na mke wake unamjua? Yaani umekuwa kahaba kabisa wa mwizi wa mume wa mtu. Na wewe kijana unaenda kanisani umekaa pale tu kuchukua wake za watu. Alafu eti muda kuabudu na wewe tena ni wewe. Mungu aonaye sirini. Mungu akusaidie. Mimi niko hapa katika kutafakari. Wewe jitafakari tu kwa nini Mungu afungui malango yako. Mpaka umemaliza mwaka kwa nini ufahamu wako unazidi kukandamizwa? Wewe ufahamu wao utakuaje unanyonywa? Unanyonywa. Hiyo chuki ulionayo inanyonya ufahamu. Hiyo hila ulionayo inanyonya ufahamu. Huo uzinzi ulionao unanyonya ufahamu.
huo uongo ulionao unanyonya ufahamu. Yaani chochote unachokifanya kinyume na maagizo ya Mungu kinaharibu kiroho chako na kimwili chako na nafsi yako. Sasa usitaki kuchosha wala ukajichosha. Ndio maana unaweza ukawa unafunga kabisa funga zako, lakini huna unachokipokea. Kwa sababu unafunga lakini ndani hujapata watu, hujasamea watu. Umefunga lakini watu ndani unaharibu watu. Na hujapata nafasi ya kutengeneza pale. Mimi huduma yangu ni ya kupatanisha. Nimeongea vyote unavyoona kwamba hapa pastor anaongea muda mrefu, nataka kupatanisha na Mungu. Maana yake uache hiyo tabia. Maana yake roho ya uvivu. Biblia inasema apendaye usingizi ataona. Penda kulala, umekuwa mfu, umekuwa maiti. Unahangaika sasa hivi usilale. Sasa amka, wakati wa kulala unakuja. Utataka kuamka uwezi. Sasa sasa hivi unachokulaza ni nini? Mbona utalalaga tu utake usitaki? Unapolala ndio hesabu zako sasa pale zitafika. Matendo yako yataapia. Kumbukumbu yako itajilia kwa watu. Mungu akusaidie tu katika nafasi yako. Mungu akusaidie sana katika nafasi yako. Saka nguvu ya Mungu katika maisha yako. Ili tukujue una nguvu ya Mungu, jinsi ya kuweza kusimama wewe mwenyewe. Kwanza, kumpinga shetani. Kumpinga shetani. Warumi 1:17. Ngoja kwanza tuone Warumi 1:17. Warumi 1 kabla tunasema matendo, kwanza tusome Warumi 1:17. Warumi 1:17. Warumi 1:17 kwenye Biblia yangu ya SUV. Warumi 1:17. Hamna biashara kwa unamaliza mwaka. Kwanza kuna mwingine hapo anaomba mpaka ngoa sikukuu. Kuna mwingine hapo unajua unamaliza mwaka. Warumi 1:17. Biblia inasema hivi: kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Haleluya. Haleluya. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Ndani yake. Toka imani hata imani. Kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Sasa unafikiri kwa nini huna imani? Maana huna haki. Kama huna haki, utatendea vipi haki? Na haki ya Mungu itatembea vipi kwako? Ukiwa na imani huwezi kuogopa biashara na kazi na uwezo ulionao ndani yako. Lakini nini kinakufanya huko hivyo? Huna imani. Huna imani. Na kama huna imani, maana muamini Mungu wewe unayemtumikia wala unayembeba, uliamua kumkimbilia. Na kama muamini, utaonaje matukio? Atadhihirishwaje? Ndani yako kutadhihirika nini? Sasa ili ndani kudhihirike, imani yako inuke. Ili ile haki ya Mungu idhihirishwe ndani yako. Haki ya Mungu kwa wewe ambaye unatembea katika mtembeo wa haki. Unaishi katika amri 10 za Mungu, unakaa katika tengenezo la Bwana, huna hila, huna chuki, sio mgombanishi, si mpitinishi, unatenda kazi za Mungu, unafanya kazi, hukandamizi wengine, unainua wengine, unaishi katika mtembeo wa Roho Mtakatifu. Maana unaenda na kuishi katika hiyo. Hivyo imani yako itainuliwa kila siku, itainuliwa na haki ya Mungu itakutembelea. Wewe huna haki kwa wengine, haki ya Mungu inakujiliaje jamani? Tafakari ya jioni na Pastor Florentina Gama. Na mnapopendaga sasa kutendewaga haki. Yaani unajua wala wasiotenda haki. Jamani. Hivi unajua
Unajua man of God, wale ambao hawatendagi haki, jamani, wako bize kuhesabugi haki, na wako bize. Mtu wa Mungu, yaani na kujua unavyopendaga kujihesabia haki na kuona unavyojihesabiaga haki, lakini kiukweli wewe mwenyewe haki unatenda? Tunatafakari, haki unatenda katika ile andiko ya Warumi 1:17? Hiyo imani unayo? Kama hiyo imani haipo, haki itatoka wapi? Yaani unakuta mtu, yaani Yesu atusaidie sana. Yaani unakuta mtu mpaka unajiuliza, hivi kinywa kilichotamka au haya matendo anatenda mtu aliyemkiri Yesu kweli kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake? Unajikuta mtu unajitafakari, unajiuliza, yaani mtu kambeba mtu, yaani moyo wa kusamea kuna, na kuhakikishia kama hujafika wakati wa kusamea na kuachilia, unatwanga maji kwenye kinu. Ni sawasawa na kupiga simu, unataka kumpigia mtu simu wakati unajijua kabisa salio la kupiga huna. Hivi mwaka mzima kuanzia Januari mpaka Disemba, wewe mtu gani huyo sijamsamehe, siwezi kumsamehe, siwezi kumwachia? Yaani alivyonitenda, wewe umemtenda mangapi Mungu? Mangapi uliomtenda Mungu? Hebu jiulize tu wewe mwenyewe. Amri 10 za Mungu, amri 10 za Mungu, tuanzie hapa. Hiyo ya kupendana tuiache, tuweke afisa ya mwisho, tuende tu kwenye amri 10 za Mungu. Amri 10 za Mungu tu, ipi ambayo umeiweza huu mwaka mzima, kwamba umeona kabisa hiyo nani ya nani? Hebu niambie, toka. Wewe tu amri 10 za Mungu mwenyewe zinakushinda. Mtu unashindwa kabisa. Haya, kama amri 10 za Mungu zinakushinda, haya basi, huyo Yesu uliomkiri, si amekwambia kwamba tupendane? Mbona hapo ulipo wewe mwenyewe unaniangalia, ni unanichukia? Haya, nimekutenda nini? Nakula kwako, nakaa kwako, nishoe kutenda baya, nakaa nimekutenda baya, na haya nisamehe. Haya, kama mimi hata sija kuomba msamaha, ushatangaza msamaha ukiwa sirini unapokwenda mbele za Bwana. Sasa nini kinachokufanya unashindwa kumsamehe mtu? Sasa unapokwendaga kanisani ile Jumapili au Juma ngapi kulingana na ibada za madhabahu unayoabudu, wewe unaombaga nini pale? Kama hata huyo hapo kanisani kwako tu kiongozi au mfanya huduma mwezio umembeba, ni nini? Injili hii ni ngumu. Wana comment kama hivyo watu ambao wanajielewa. Maaposto, unaona hapo wakina maaposto Mungwana, unaona watumishi wa Mungu wakina Festo, ni watumishi ambao Mungu anawatumia kwa nafasi yake. Lakini unataka mimi hapa nikae live nikwambie shika tumbo? Shika tumbo, Biblia inasema kichomjaa mtu tumboni mwake ndio kile alichokula. Wewe mwenyewe hapo ulipo, ni nini unajifidi na nini unafidi watu? Sasa kwa nini mwisho wa mwaka hilo tumbo lako tusilipasue, tukatoa hayo matakataka yasiyo stahili kukaa kwa tumbo lako, ukakaa mtu unayestahili? Kuliko vimekaa vitu huku, zimekaa chura, wamekaa nini, wamekaa visivyo stahili ambacho vinakutia wewe unajisi. Ndio maana Biblia inasema kiingiacho sio najisi, bali kimtokacho mtu ndio najisi. Ndio maana uko hivyo, ndio maana unatenda hivyo, ndio maana unaongea hivyo. Lakini kama
ndani yako kungekuwa hakuna, kuna kitu kizuri kinachemka, kuna chemchemu ya uzima, maneno ya mauti yasingetoka. Mimi kila siku nasema, haba nikwambie wewe mwana wa Mungu, ukitaka kujua Mungu ni mzuri, angalia tu Balaki na Balaam. Mimi kila nikisomaga ile story ya Balaki na Balaam, waga ndio hapo mimi ninapo muogopaga Mungu, na siwezi kufanya vita na mtu vya siri, kwa sababu hata Biblia yenyewe imesema ole wake ampitaye mwezie kwa sirini. Balaki na Balaam, basi tujifunze kwa Balaki na Balaam. Balaki akaona mimi siwezi kwa laani, acha nikamtumie Balaam alaani. Balaam naye alivyokuwa hajaelewa kwamba huku ninapokwenda siko, mpaka punda aliona ule upanga wa Bwana kwamba utafanya sivyo. Sasa kwa nini na wewe leo usiwajibu hao waliotaka kukulaani, au hao waliotaka wewe usiwe mtu katika watu katika matendo yako? Amka, jikungute, kajifunze mambo ya saluni, hair cutting, mwanaume kajifunze pasi hata kunyoa nywele, ufanye kazi baba shop, kajifunze binti hata kusuka. Kaa hapo nje, andika msusi, nenda kaombe kazi saluni, suka. Hivi wewe unakaa all day, ndio maana na hiyo roho ya umaskini na kufuatilia, kwa sababu hutaki kuikumuta. Kuna wakina Balaam, kuna mtu mwingine unakuta amekodiwa kukulaani wewe, ili Mungu katika haki yake itoke katika hiyo Warumi 1:17, ili haki ya Mungu ikujilie. Mungu wetu ni wa haki, na wewe tenda haki, fanya haki, nena haki, waza haki. Mtembeo wa haki wa Bwana utakujilia kama ulivyomtembelea huo mtembeo wa haki ulivyo wana wa Israeli. Balaki alitoa sadaka na sadaka. Balaam, ifiki wakati Balaamu wako, huo mchawi wako, mbaya wako, akinywa chake kikiri asiyo atarajia juu yako, asema yule naye kapata kazi, yule naye jamani, yule naye. Kwa yote niliyofanya, kwa sababu Bwana ana haki na wewe. Nafikiri naeleweka hapo, na kama sieleweke andika. Nimesema ni wakati wako wa kuuliza swali, ni wakati wako. Na wewe kama unatafakari jambo kama mimi na tafakari juu ya kuendea ufalme wa Mungu, tulio wana wa Mungu, andika swali hapa. Naona sitaki useme mambo ya prayer request. Mtu ambaye nataka hapa baba andike prayer request yake ni mtu ambaye ameshindwa kusamehe. Mimi niombe moyo wake apate amani. Mzigo umejaa moyoni, yani hiyo kama anaona mpaka leo imefika tarehe 10 mwezi wa 12, bado siku 21 kumaliza mwaka, kashindwa kumsamehe mtu huyo. Mtu aseme ni nani hapa, namwombea. Lakini mtu pia mwingine yule anayetaka kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hao watu wawili tu ndio naruhusu leo. Aliyeshindwa kusamehe aje hapo, maana iko nacho ni kifungo cha ni kikwazo kamili. Mtu aliyeshindwa, mtu anayetaka kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kwa sababu ameacha sasa, ataacha hizo dhambi, ataacha hizo dhambi za mazoea, ataamka upya. Ni hao watu wawili. So kama unataka kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, andika hapo, au baada ya kimaliza live nipigie simu 0757343333 uokoke. Labda hapa unaona aibu, umesema kwamba pastor, nimekukuhani, nimekusikiliza muda wote, nimejikuta kweli mimi mwenyewe nimekuwa pretender hata makanisani, nimejikuta mimi mwenyewe kweli ni mtumishi, lakini kiukweli katika utumishi wangu ninamtumikia shetani katikati ya kivuli cha Kristo. Nimeangusha wengi, nimeumiza wengi, nimetoa wengi usoni pa Bwana, nimefanya vingi visivyostahili, yani wewe mwenyewe. Haleluya. So wewe ukikaa ukajitafakari, ukaona kweli nina haja sasa ya kurudi, nina haja ya kumpokea Yesu, nina haja ya kupata ubatizo wa Roho, nikimaliza nipigie simu 0757343333. Acha kuwa hivyo ulivyo, tengeneza njia yako.
Utadili na waume za watu na wake za watu mpaka lini? Kijana, utakuwa kila siku unakuwa na vijana wa binti wengi, hao ndio wananyonya uwezo wako wa nguvu zako za asili. Binti utakuwa kila siku, ndio hizo laana unazozipatia. Kwa nini leo usiamue? Hebu leo amua, mpokee Yesu leo, msamehe huyo mtu leo. Yaani huyo mtu uliombeba anakufanya unaishi katika uchungu, mwenzio hayuko kwenye maisha yako, wala hana swali la kujibu kwako, hana. Ni wewe mwenyewe ndio unajiumiza, ni wewe mwenyewe ndio unajikwamisha, wewe mwenyewe unajikaanga kwa mafuta yako mwenyewe kutosamehe. Ili Mungu ashindane na huyo mtu, ni wewe kusamehe. Mimi ni mpatanishi. Hii injili yangu yote ukiona kote nimeongea, ninakupatanisha tu na Bwana. Uache manunguniko na malaumu kwa watu. Hajanifanyia hivi, yule kanifanyia hivi. Kaza unakuta wengine ndugu, labda ndugu mmoja ama ana uwezo. Fulani amemfanyia hivi lakini mimi hajanifanyia. Wewe ulimfanyia nani, wapi, lini? Alafu kila siku nasemaga, ogopeni mtu anayeweza kusema mabaya ya mwingine. Huyo mtu muogope. Maana kumwogopa yani kwamba kaa gotini muombee huyo mtu. Shetani anamtumia vizuri sana. Wewe unawezaje kukaa kuomba tu, kusema tu vibaya kwa mtu? Hiyo ni madhabahu kamili. Tayari ni agent wa kuzimu. Sasa ule mwana wa Mungu inatakiwa sio kuwa kama yeye, ni wewe kuwa kinyume naye katika kumwombea rehema, na wewe katika kumshinda kwako ni kumsamehe. Ni wewe kumwombea rehema, mwambie Bwana ni mrehemu kwa haya aliyonitendea. Ndio ushindi wako, kwa sababu bila Yesu hatuwezi. Usishindane na watu ambao wamezoea kutoa sadaka hizo za wanyama. Wewe una damu ya Yesu peke yake, na damu ya Yesu ina haki. Ili uiadhimishe, ikakulipie deni, ili ikakufungue, ili iende ikafanye vita huko. Ni damu ya Yesu, ili ikakutoe katika nyaraka walizokuwekea huko, ili ikakutoe kwenye hayo makongwa yao na madhabahu zao, ili ikakutoe kwenye hayo mashimo yao na magereza yao. Ni damu ya Yesu peke yake. Sasa kama yeye alisamehe pale mtini Golgotha, wewe ni nani unayeshinda kumsamehe? Umeng'ang'ania mwaka mzima, wewe mbona hutaki kufanikiwa kiroho na kimwili? Sijui Bwana anasema na nani mtu kambeba. Wewe onekana huna akili, mfate Bwana. Nimekuja Florentina Gama. Florentina Gama, nimekufuata mwaka fulani au mwezi fulani, siku fulani, kuna jambo linitendea na lile jambo liliniumiza, lakini sasa kwa sababu ya Kristo, kwa sababu ya Yesu na Mungu wangu, na Biblia imesema nisamee kabla jioni haijamalizika, ndio nimekusamehe. Nimekubeba muda mrefu. Ni kweli uliniuzi 1 2 3, ni kweli ulinifanyia 1 2, lakini kuanzia leo nimekusamehe. Na mimi kama nimekuuzi chochote, naomba unisamehe. Wewe unafikiri nani hapo mwelevu na nani mwenye akili hapo? Au nani mshindi? Mshindi ni wewe uliothubutu kumfuata. Biblia inatuambia tuwe wapole kama ua na tuwe welevu kama nyoka. Mpaka akatutolea mfano hivyo. Kwani nyoka si mtu, ni hatari kabisa, lakini anakuwa yuko za hapa tu. Mpole usikii kishindo chake, lakini habari zake ni kubwa. Ng'ombe akitoka pale, asiyekuwa na ufahamu na asiyekuwa na akili, utasikia kaja kuniomba samani mimi. Wewe ni mshindi, alafu yeye mwache ajitape. Tayari umegeuza nini? Kibao kimegeuka. Yale yote aliyokuombea, yale yote aliyoyasema, aibu yote aliyokukwaza, Bwana anaenda kuigeuza hivi. Kama jinsi Balaam alivyojikuta ametoa sadaka kwenye mlima huu, akajikuta ameambiwa walaani, akajikuta anawabariki. Ndio itakachotokea kwa adui yako, mtesi, mtaabishaji wa maisha yako na mcheleweshaji. Tafakuri ya leo. Lakini ili Bwana afanye kama alivyofanya kwa Balaam katika ile milima na Balaki, walienda kuwalaani watu, ili zile ng'ombe zao zitumike wewe kukubariki, ni lazima wewe usamehe. Ni lazima wewe unyenyekeze kwa Bwana. Na nyenyekeze kwa Bwana ni yule kukubali
kudhalilika katika utu, katika nje, lakini ndani umenenepa. Ninaongea na watu wenye lugha wanaonielewa kweli, wapakwa mafuta wa Bwana, wana wa Mungu. Hii lugha anaelewa ni wale washindi peke yao. Mfuate ndugu, mwambie ndugu yangu, nimekukwaza, nimejua kosa langu, nisamee nami nimekusamee. Ukitoka pale utaona ibada yako, utasikia uwepo wa Mungu ndani yako. Utaona kuna zigo fulani umelitoa, utaona yani kuna takataka fulani umeziachia. Yaani nasema na mwana wa Mungu mmoja ambaye Bwana alimsubiria siku ya leo akutane na mtumishi wake mahali hapa. Alikuwa anamsubiria siku ya leo, nikwambia ijalishi una mafuta kiasi gani, lakini neno mahali ya kinyongo na kusamehe hapo. Kaa iko kinyongo, usamehe huyo mtu. Alafu uone baraka za Bwana 20 na 26. Uone jinsi ustawi na ukijani utakavyotanda ndani ya maisha yako. Hey, Yesu. Sante Roho Mtakatifu. Najikuta sasa ni kama mimi vile sasa. Hey. Mnaonijua nafikiri mnajua. Mimi kwa kweli nimekuuzi. Ni mwepesi kuomba msamaha na kukutoa moyoni. Kwa sababu najua I can't do anything. I don't have any authority. Sina mimi mamlaka yoyote juu yako, maana wewe ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Tumeumbwa wote na Mwenyezi Mungu. Sina uwezo wa kufanya chochote popote lolote, wala kinywa changu akiwezi kunaula chochote. Maana nikimsoma Balaki na Balaam nikamwogopa Mungu, kumbe Mungu anaweza akalazimisha mchawi wako, mganga wako, mbaya wako akaanza badala yuko katikati ya kukulaani, hapo Bwana akambadilishia lugha. Kumbe nikachunguza nini, ni kwa sababu ya kusamehe tu, ili haki ya Mungu ikambadilisha yule aliyekufunga aende akavifungue mwenyewe. So tafakari ya neno la leo ni hilo, nakuletea mfano wa Balaki na Balaam. Sadaka anatoa Balaki ili walaaniwe, lakini walijikuta Balaam anaenda ili kulaani. Bwana anatia maneno mengine kinywani, anaachia baraka. Ndio jinsi itakavyotendeka mwisho wa mwaka, heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Ili Bwana akushangaze. Wale walioona kwamba hawawezi kupata kazi, wewe wala wewe, yaani ili ni wewe kusamehe, ni wewe kumpokea Yesu, ni kuacha chuki, hila, omba rehema, kaa chumbani kwako. Mwambie Mungu, mimi umeniita, lakini katika dhambi hii, katika uovu huu umenishinda. Mwambie Mungu, katika hapa nimeshindwa mimi. Mwambie Mungu, yaani hapa pamenishinda mimi, natokaje Bwana niwezeshe. Utaona hata kanisa lako watu wanakuja. Utaona kabisa watu wanafunguliwa. Utaona mtembeo wa Bwana. Utaona huduma yako ina expand. Utaona kabisa multiplication. Yaani jinsi ya kukua unaona. Lakini uoni kwa sababu unamtegemea Mungu, lakini uishi katika mtembeo wa Bwana. Sasa usifikiria Bwana alimbadilishia lugha Balaam kirahisi. Kumbuka sadaka na nini Balaki anazitoa, anachinja kwenye milima. Wewe wangapi walikupandia milimani? Kuna mlima wa Sirini, wangapi walikutolea sadaka? Wangapi walikutolea sadaka wewe katika madhabahu wanazoziabudu wao, wanazozienda huko, wanasafiri na mikoa? Amina, barikiwa sana mtumishi wa Mungu Rashidi, barikiwa sana mkwangu. Ni wangapi? Eti wewe sasa unafikiria tu Bwana anabadilisha. Sasa kama Bwana aliweza kuzuia mtu asilaaniwe, wewe wangapi walikulaani? Kuna wengine wamekulaani hata hujafanyia vibaya, chuki zao na ila tu. Au na wewe mwenyewe kuna watu umewalaani kwa sababu ya chuki na ila, kisa tu hawajatenda kama ulivyotaka, kisa tu hawajafanya kama ulivyofikiria, kisa tu yaani hawaishi kama unavyotaka, ukajiona kimungu mtu fulani hivi, ukamlaani. Mimi yule kama sio mimi, Mungu sio mafuta, ndio maana hayo mafuta yamekauka. Mungu akukupa mafuta ya staili hiyo. Mungu akukupa mafuta ya staili hiyo. Mungu alikupa mafuta ya kubariki. Mungu alikupa mafuta ya kuponya. Mungu alikupa mafuta. Wewe mafuta hayo ya kulaani watu kupanda milimani unayatoa wapi? Sasa kama Balaam, kama Balaam alibadilishiwa lugha milimani na sadaka za hao waliotaka kulaani, ili damu ya Yesu iende kabadilishe lugha. Hivi naongea na mtu ananielewa mtu hapa? Samehe mtu, mpokee Yesu leo. Acha uovu, acha dhambi. Kaa katika tengenezo la Bwana, mwisho wako ni mzuri. Mwisho wako ni mzuri. Usiwe kuishi kimazoea tu. Unaishi kimazoea, unajikuta unatumika kimazoea, ni mkavu na chochote. Ndio maana unaweza kwenda kwenye hao miungu ya bahari, unaweza ukafanya jambo ya ajabu, ukakaa katika nini wapi? Luka imesema imekwisha hizo sadaka za kuchinja, kwisha habari.
Unashindwa kwa sababu gani? Huwezi kukaa katika tengenezo la Mungu, chuki na hila zimekujaa, lazima uende katika miungu mingine. Sasa kwa nini leo upone? Mimi katika tafakari yangu sijui Bwana anasema na nani. Mimi sioni, mimi nipo hapa, ni Bwana ananitumia kuhani wa zamu katika zamu yangu. Labda kuna mtu Mungu amemkusudia leo tarehe 10 mwezi wa 12 2025 apone. Kuna mtumishi wake anataka arudi, tusome, usione kwamba ni maneno, tusome Ufunuo 2, tuanzie mstari wa kwanza. Labda hapo kuna jambo, kuna mtu Mungu amemkusudia hapo. Ufunuo 2 mstari wa kwanza. Ufunuo 2 mstari wa kwanza. Some hapo mstari wa kwanza mpaka wa 7. Ufunuo 2 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Sijui ni nani Bwana amemkusudia. Okay, Revelation 2 start verse 1 to verse 7. Kwa wale ambao wanaelewa lugha wataelewa kwa lugha hiyo hiyo, lakini si Tanzania. Naamini wanaandikaga hapo muda mwingine naona. Haleluya. Biblia inatuambia hivi katika Ufunuo 2:1. Sijui kwa nini Bwana ameamua niseme hivi, labda kuna mwanawake anataka ajue. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika: haya ndiyo anenayo yeye azishikae hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Huyo ni Mungu mwenyewe. Mstari wa 2. Na yajua matendo yako, si mimi Mungu, na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Mstari wa 3. Bwana anakujua ulivyo. Mstari wa 2. Anayajua matendo yako, si mimi Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na bahari. Anaijua tabu yako na subira yako, anajua umemsubiri sana, umechoka, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Yaani anajua kabisa wewe kuambatana na watu wabaya huwezi. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Bwana anasema na mwana wake jioni ya leo. Mstari wa 3. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wala hukuchoka. Ulikuwa na moyo wa kusubira, moyo wa kusubiri jibu kutoka kwa Bwana. Leo imeenda wapi? Umeenda wapi? Unatoa sadaka wapi? Unanena nini? Unamwabudu Mungu yupi? Miungu ipi? Masanamu gani? Ile subira iko wapi? Roho Mtakatifu nisaidie. Tusaidie wana wako. Mstari wa 4. Mstari wa 3 nirudie. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, yaani Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. El Shaddai, Yehova, Adonai, Elohim, kwa majina yake unayojua kumtaja. Huyo wala ukuchoka. Aya, kilichokuchosha ni kipi? Mwivi aji kuua bali kuharibu. Kuna mwivi ameingia, ameharibu fahamu zako, kiroho chako, kimwili chako, moyo wako, kila nafsi yako imekuwa mateka. Haleluya, haleluya, haleluya. Mstari wa 4. Lakini nina neno juu yako. Nami nina neno juu yako jioni ya leo. Katika tafakari ya leo nina neno juu yako, lakini nina neno juu yako. Ufunuo Yohana 2 mstari wa kwanza, niko mstari wa 4. Ya kwamba
umeuacha upendo wa kwanza. Haleluya! Ya kwamba ule upendo wa kwanza umeuacha. Ulikuwa wewe ni mtu wa kwenda kanisani, ulikuwa ni mtu wa kufunga kila wiki, ulikuwa ni mtu wa kuiogopa dhambi, maana yake unampenda Bwana. Hutaki tena kumrudisha mtini Golgotha, hutaki aibike kwa wewe kumwaibisha. Ule upendo wa kwanza ulikuwa huwezi kuongopa kushuhudia uongo, ulikuwa huwezi kuhukumu mtu, ulikuwa huwezi kulaani mtu. Leo kiko wapi? Leo kiko wapi? Wewe ni nani tena leo? Ni nini kimekuvamia? Kitu gani kimekuvaa, mwana wa Mungu? Mtumishi wa Mungu, nini kimekuvaa? Si maneno yangu anasema, lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Ule upendo wa kwanza ulipompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ulikuwa ni muumini mzuri, mwamini mzuri, mwana mzuri wa Mungu. Ulikuwa unaogopa hata kuvua suruali yako, unaogopa kuzini, unaogopa hata kuiba, kuchukua kitu cha mtu. Akisahau kitu unamwambia. Leo kiko wapi? Unaiba mpaka sadaka. Leo kiko wapi? Unaiba mpaka mke wa mtu, mume wa mtu. Leo kiko wapi? Unaiba mpaka nafsi ya mtu na nyota ya mtu. Leo kiko wapi? Unazima ule upendo wa kwanza. Mungu anataka urudi katika upendo wa kwanza mwezi wa 12. Lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Ina maana kila tunachokifanya kisichompendeza Mungu ni kwamba humpendi Yesu. Kama kweli ungekuwa unampenda Yesu, usingetenda hayo. Unampenda Mungu, usingeshuhudia hayo, usingekuwa na chuki. Hivi unagombana vipi na mtu namna hiyo? Eti meokoka. Hivi hata wanaowajua hapo wanajiuliza eti wale wameokoka, yule kaokoka lakini yule na yule waongea wasalimiani, wala yule amwamini mwenzie kumpa chakula, wala yule wake yule atamwekea sumu, huyu na huyu atamwekea sumu. Eti meokoka. Nyie leo mpone kwa jina la Yesu. Mstari wa 5. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka. Naenda kumaliza. Ni wapi ulikoanguka. Basi si ukumbuke ni wapi ulikoanguka, alafu ukatubu. Umeona? Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, alafu ukatubu. Sasa si utubu, mwana wa Mungu. Si utubu na uache. Ni kweli umekengeuka, ni kweli ule upendo wa kwanza umeondoka, ndio maana uko kwenye hiyo miungu. Ni kweli, ni kweli. Ni kweli, ndio maana huko ni shida ulizibeba, ni kweli. Ukatubu. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka. Mstari wa 5. Sio maneno yangu mkaanza kusema kuhani akikaa pale anatusema tu. Mimi sikusema, mimi nataka nikupatanishe na Bwana. Ili nikupatanishe na Bwana lazima nikwambie hapo unachofanya ni dhambi. Ili nikupatanishe na Bwana lazima nikwambie huo ni uovu. Hiyo ni usaliti. Hapo umekengeuka. Nikukumbushe kwa maneno ya Bwana, sio maneno yangu, ndio maana niko katika hili andiko. Haleluya. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Yaani bado Mungu anaturudisha kujua yale matendo ya kwanza. Mbona wewe, mimi kweli nashangaa. Mtu alikujaga vizuri tu alipopokea. Jamani, hata yaani jinsi utaka kujua wewe una upendo, jinsi jioni kuongopa kuliko kuzoea. Una aibu, unaongopea mke wako, mume wako, mama yako, baba yako, kaka yako, dada yako, shangazi, mjomba, mpaka baba yako imani na mama yako imani, mpaka kikao kizima unaongopa, una aibu. Lakini zamani ulikuwa huwezi kuongopa, unaona hapana, nafsi inakusuta. Nafsi yako imetekwa, iko wapi? Mungu wangu akusaidie. Wewe wapi unatumikishwa? Inatumikishwa wapi? Hiyo nafsi iko wapi? Iko kuzimu, wewe mwenyewe uko wapi? Bado anasisitiza ule upendo wa kwanza, maana yake unachokitenda upendi Mungu, ndio maana yani una aibu. Yaani wanawajua kabisa hapo kwamba mnazini na huko na aibu eti kabisa, eti na unashika maiki wewe. Una type kabisa kwenye Facebook, Instagram hapa, Mungu anaweza na nini? Wewe ameweza wapi? Mbona Mungu huyu atimwezi au kaiacha hako kadhambi yako? Hako ka uongo wako. Hako ka wizi yako. Hako ka unafiki, iko kihira, maana una hila za silini za rohoni mpaka mwilini. Una wivu uliopitiliza, wivu ni uchawi.
Kila kitu ni kiasi. Una wivu hata mtu kupata maisha, we wivu. Una upendo na Mungu. Mungu anakukumbusha leo, wewe unayenisikiliza au utakayesikiliza baadaye. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, oh Jesus, Ufunuo Yohana 2 kuanzia mstari wa kwanza, sasa hivi ndiko mstari wa 5. Anasema, lakini usipofanya hivyo, naja kwako. Yesu wangu. Mimi kwa kweli hapa nilipo nasisimkwa. Niko tu live, lakini yani nasikia ule uwepo. Mungu ni mkali nakwambia. Kumbuka yule mchawi Balaam amegeuziwa lugha, badala ya kulaani akabariki. Haya. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Haleluya. Usipotubu. Kutubu ni kujutia yale matendo. Wewe sasa si ujutie matendo uliyofanya. Si uangalie ni wapi ulianguka. Si utubu basi ni wapi uliongopa. Ni wapi uliiba. Ni wapi ulifanya nini na nini visivyompendeza Mungu na unavijua na unajua kabisa. Haiwa kitendo cha kujifanya tu, kujiwekea, kujivalisha umevaa vazi la kondoo wakati ndani ni mbwa mwitu. Yaani inasikitisha sana. Yaani watu mnamtaja Bwana alafu mnawageuza hata watoto wa watu wa kiume kinyume na maumbile makanisani. Mungu atusaidie na Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana. Sana. Mungu akusaidie. Katubu. Bwana ameondoa, yani ameondoa utukufu wake. Roho hayupo. Amesema kabisa, usipofanya hivyo, yani usipotubu, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Mstari wa 5. Sasa Bwana ashaviondoa vingapi kwako? Kwa sababu tu ya kushupaza shingo. Unaishi kwa nguvu zako tu, lakini Mungu hayupo. Mungu ameshaondoa ile neema aliyokupa. Karama na kipawa alishakiondoa. Roho ashanyamazisha kwako. Hamna kitu. Umebaki tu kopo na mazoea na knowledge ulionao na uzoefu ulionao ndio uliobaki. Wewe tubu. Ni nyakati za mwisho sasa. Kama una hiyo taarifa, utumie muda mwingi sana kutengeneza na kurudi msalabani pake. Narudia mstari wa 5. Lakini kumbuka wapi ulikoanguka. Na kazania, maana yake kuna mnaosema huyu naye anatunani, yani anaongea kweli hapa. Hapa usipopataka usiyempenda kaja ni Pasta na Kuhani Florentina Gama, kwamba ninakuhubiria lilo kweli. Uache uongo, uache kutenda siofaa, ukae katika huyo Mungu wa kuchakachuliwa kama hivyo, kwamba uendelee na uzinzi wewe ubarikiwe, uendelee na ubaya huo eti uone haki ya Bwana. Huyo Mungu mimi sijawahi kumuona. Mimi sijawahi kumjua huyo Mungu. Mimi Mungu ninayemjua ni upanga ukatao kuwili. Huyo Mungu eti nikuchukie wewe, nikuchukie hapa Rashidi, nimchukie Apostle Muungwana, nimchukie mtumishi Festo, niwachukie watumishi wengine mnaonitazama. Eti Mungu huyo yupo, chuki ikae ndani yangu. Eti huyo Mungu kwamba nisisamee watu. Mimi kwanza huyo roho eti atakukaa. Sijawahi kuentertain hiyo vitu tokea nilipojifunza. Nilivyojua kweli. Sasa nakazania hapa. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka. Yaani huu mwaka
huu mwezi wa 12, angalia ulikumbuka wapi? Umeiba wake za watu wangapi? Umeiba waume za watu? Umeiba vya hela vya rohoni? Umelaani wangapi? Umeharibu wangapi? Yani umenyanyasa, yani umefanya, umekuwa mwizi, umezini. Yani wewe angalia wapi ulikoanguka, ili 2026 basi usiwe kila siku wewe ni omba. Usiwe kila siku hivyo tu umedumaa ukui. Usiwe mtoto uliyedemendwa kiroho na kimwili. Mstari wa 6. Lakini unalo neno hili kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai ambayo na mimi nayachukia. Wanikolai hao sasa. Kazi yako kupoint. Umemwona Pastor Florentina? Yani yuko vile na vile, nakwambia Mungu hana. Wewe Mungu nani? Hivi vitatu vinakuangalia. Yani yule mtumishi fulani, wewe mtumishi fulani, wewe unaweza. Wewe si yule, wewe mwenzio, wewe umekaa kwenye zangu. Yule. Lakini na neno, mstari wa 6. Lakini unalo neno hili kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai ambayo na mimi nayachukia. Mstari wa 7 na wa mwisho. Yeye aliye na sikio, yani wewe unayenisikia hapa, aliye na sikio, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili. Wewe ulio na sikio na usikie neno hili latoka kwa Bwana, ambalo Roho ayaambia makanisa. Kanisa ni hilo moyo wako huo moyo wako ndio kanisa lako la kwanza. Sasa huo moyo wako, huyo Mungu uliomweka hapo, hiyo miungu ulioibeba hapo, na hiyo chuki na ulioibeba kwenye moyo wako, yatoe na ayaambia makanisa. Kwanza anasema na huo moyo wako ambao ndio kanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katikati ya bustani ya Mungu. Kushinda ni wewe, ishinde hiyo zinaa, shinda huo wizi, shinda hiyo chuki, shinda huo wivu, shinda hiyo hila, shinda hiyo dhambi, shinda ndio upikwe crown. Hujashinda ndugu yangu, utakuwa failure. You are not the winner, you are loser. Usibaki tu nimemshinda kwa ubishi. Wewe mshinde. Ndio maana nitangulia kusema yule ambaye ataenda na kutengeneza na mwezie na kumwachilia na kupatana na mwezie, wewe ndio mshindi. Sio mtu ambaye anataka kuendelea kuchukiana mpaka 2026. Wewe utakufa utaishi. Sasa ila yule ambaye mshindi ni yule anayesamehe na kuachilia na kumfuata, kumwambia, na hata kutomfuata, piga simu, tuma message nzuri ambayo kabisa naye hapo unajua umeshalia na moyo wako umepata breakthrough. Samehe huyo mtu, unamweka wa nini sasa? Kumbe anakuzibia uchumi. Sasa ili ushinde katika hao washindi watakao kula kwa matunda ya mti wa katikati kwenye ngoja nikusomee uone sasa washindi tutakapofika hapo. Yeye aliye na sikio na asikie, na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katikati ya bustani ya Mungu. Sasa kama unahisi utaki kulisikia neno la Bwana, kama sasa hivi unaponisikia hapo mwenyewe unayajua mambo yako, unayajua neno la Bwana ni jipya kila itwapo leo, na kila siku Bwana anatoa mafunuo. Uwezi amini, hata mimi ukiniuliza mambo niliyoongea niulize sasa, sijui, sikumbuki. Mengine nayapata hapa Bwana Roho Mtakatifu ana flow mwenyewe hapa, kwa sababu anawajua watu wanaonitazama, anajua nani amemkusudia, au baadaye nani atamuelekeza aje aviu na play hii live yangu ya sasa hivi niliokaa almost lisali 1.5 mpaka sasa. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe, asifiwe, aimidiwe. Haleluya. Sasa ukisoma mwenye sikio na asikie, na neno hili na aliambia makanisa, yeye ashindaye. Wanaoshinda, usiyokia hisi, wanaoshinda ni wale wenye moyo wa kusamehe. Wewe huwezi kusamehe, you are failure. Wewe sio mshindi, wala utizamii ufalme, ndio maana umembeba mtu. Mimi nikwambie ukweli, mwana wa Mungu, upone, kwa sababu mimi nakupatanisha na Mungu. Mimi huduma niliyoitiwa kukupatanisha wewe mtumishi na Mungu wako. Wewe muamini na Mungu wako. Wewe mwana wa Mungu na baba yako aliye mbinguni. Ndio lengo na dhumuni ya mimi huduma niliyopewa. Ni kukushauri na kusihi
Na kushauri mpendwa wangu, tubu kabla Bwana hajaviondoa hivyo vinara vyake. Sikia sauti ya Bwana ili ukawe mmoja wa kula yale matunda ya bustani ya Mungu. Kama wewe matunda yako ndio atakayokuwa tunda lile. Sasa ukiendelea kukaa tu hivyo hivyo tu, mtu akulaani tu na kulaumu. Hapa duniani tunapita, nataka tu nikukumbushe, utoenda na hayo magari, utoenda na hizo nyumba, utoenda na huo mwili, utoenda na hao watoto wala mke wala mume, utoenda na hivyo unavyovitazamia wewe vya hivyo, wala hiyo sifa yako itaishia hiyo siku utakayozikwa. Tena cha ajabu, na hiyo maarufu utaishia hivyo. Sasa wewe mwenyewe chagua. Ule msalaba ambao Bwana Yusuf Makerere alivyomsaidia Kristo kwenda pale msalabani, mimi pia nakusaidia kufika kukueleza neno la Mungu. Uache. Mimi ndio maana nilikuwa napendaga ule wimbo, safari ya mbinguni yo ni msalaba, ni msalaba, ni msalaba, ni msalaba utaubeba. Mimi nilibaki pale. Sisi tulikuwa tunafundishwaga injili huko ya zamani, tulibaki pale. Sasa unafikiria wewe kwamba watu wakunyenyekee tu, wewe mwenyewe umewahusia watu ili wewe onekane kweli umempokea Yesu. Moyo wa msamaha lazima uwe nao, moyo wa kutubu lazima, lakini hutaki kutubia. Sasa wewe endelea, lakini nataka mkumbushe Mungu tunaomwabudu, kuna Mungu yule aliyembadilisha mchawi mkuu Balaam milimani na sadaka za ng'ombe 7, ng'ombe ngapi, Bwana alibadilisha katika laana ikaja baraka. Huyo ndio Mungu ninayemtumainia mimi. Sasa sijui mwenzangu, nataka nikuambukize Mungu wangu? Okoka leo. Mimi nikunong'oneze, okoka, acha dhambi, ishi katika tengenezo la Mungu, patana na watu, usichukie watu, acha wivu, acha visasi, acha malipizi. Hizo ni tabia za yule muovu shetani, ibilisi mlaaniwa. Ndio mwenye malipizi, mwenye malisasi. Ataniona, atanionyesha na shiriki vyake, na mimi sitaenda kwake, na mimi siwezi kumuonyesha, siwezi kujishusha. Hao watu hao hivi hao. Sisi ni wa hivi. Alisema ninaamwaga, lakini moyo wa unaambia hujui kitu, mwambie Bwana sawa, lakini wewe wa hivi. Wewe aliyesema ukifa kwa upanga utakufa kwa upanga. Mimi ni yule akikupiga shavu hili geuka hivi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mimi ni yule ambao wamempiga mijeledi, wamepiga nini, wamepiga alafu akatangaza msamaha. Haleluya, haleluya. Huyo ndio Yesu wangu ninayemtumikia. Wala siangalie umenena nini, umefanya nini, umesema nini, unanichukuliaje. Is up to you. Is your none of my business. Is a none of my business. Not my portion. My portion for forgiveness. Yaani hiyo sio njia Mungu alionipa. Mimi ni kukusamehe tu, na mimi ni kukupokea tu, mimi ni kukupenda tu. Mimi siangalii. Kwanza mimi nawaga na visaugi. Mimi nakumbukaga wema wa mtu sana kuliko mabaya yake. Kwa nini? Nataka nikufundishe umjue Mungu mbeba, utayajua kwa matendo yangu. Haleluya. Lakini sio kama watu hatuna akili, sio kama watu hatuna mioyo, lakini Mungu alishaifinyanga. Mungu ndio maana hata wimbo wa Bella ule nifinyange. Sivyokuaga nakumbukaga nifinyange, tulizindua pale Millennium Tower. So kubali Bwana kufinyange, ukubali kudhalilika, ukubali watu kukuona una muda mwingine kama vile una utundio, matatizo ya utundio wa mgongo yani. Hivyo. Yaani mwingine anaweza kuona kama vile mwezi mchanga. Yaani hivi huyu. Maana mimi siutizamia ufalme wa hapa, mimi sio wa kwangu. Wale wenye ufalme wao tunawaacha na ufalme wao, ila mimi nautizamia. Ndio hicho tu. Na mimi labda nilikuwa siamini kama kuna kufa labda nilikuwa siamini kama kweli hapa tunapita. Kifo cha mama yangu kimenifunza vingi.
alipokuwa hai alikuwa anani support sana kwenye huduma, na mama yangu mzazi ndio aliyenifanya nikaingia shule ya kusoma, nikaanza from the scratch, nikaanza diploma, nikaja degree, nikaja masters, na sasa hivi niko doctorate, si ndio? Lakini sikuweza, na sasa hivi naitazamia doctorate, sikuweza kupata hii spirit kama si mama yangu mzazi. Alivyokuona kwamba nina hicho kitu, alivyokuona kwamba mwanae ni mtumishi, akaniambia, mwanangu, soma, pata maarifa, na ni kanuni ya Mungu kabisa. Niweze nikatafute maarifa, ndio kwa sababu hata watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, na lazima tuyatafute maarifa. Kumbe Mungu asema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kumbe kutafuta maarifa ni kutoangamia. Hivyo mimi marehemu mama yangu, kuishi kwake ndivyo mimi nilivyo leo. I'm proud of her. Kote alipo, nampenda mama yangu sana. Amenilea katika misingi ya imani sana, na alinifundisha maisha. So hata wewe mama mwenzangu, kuwa role model kwa watoto wako, kuwalea. Leo mimi mtu ukiniona hivi nilivyo, ni mama yangu peke yake. Mungu aliyemtumainia na usingi alionipa, ndio hapa nilipo leo. Nilimuona katika matendo ya maisha yake, nilimuona katika mtiririko wa imani yake, niliona jinsi anavyoshikamana na Mungu wake, nami nimeenenda katika hilo. Hivyo nilijifunza, na alivyojua na kugundua kama mwanae nimeitwa, alisimama na mimi. Sikuwahi kuwa mkubwa mpaka amefariki juu ya mama yangu. Hivyo na mimi pia na kuinspire. Sasa alipofariki pale, imani yangu ilizidi kuwa kubwa na kujua kweli hapa duniani tunapita. So mimi hata mtu akinifanyiaga chochote, yani namuona anahangaika tu. Kama sina mama leo, don't have mother today, aliyenizaa na kunilea mpaka nimezaa na watoto wamewaona, wanajua bibi, aliyekuwa pamoja nami katika kila hatua yangu, leo hii hayupo. Nimejua kwamba kumbe na mimi ipo siku nitakuwa huko ninakokwenda nini nakikuta. Sasa kama yule aliyeishi nilikuwa namuona mama yangu alivyo, naye ameondoka, who I am? Who am I? Mimi nani? So imeniimarisha zaidi. Na hata yeye alifariki, nilikuwa niko kwenye amefariki nilikuwa niko diploma. Lakini kwa maneno yake nimesonga, kaenda degree, kaenda masters. Sasa hivi natazamia Mungu akinipa kibali hivyo kwa msukumo wa mume wangu, ananiambia safari lazima iendelee hivyo. Lakini msingi na kuniambia, soma, kweli mwanangu, naona jambo linatendeka, kweli mwanangu, Mungu anakutumia, kweli mwanangu, tafuta maarifa. Hivyo nimejifunza kuona akiwa hai, na alivyokufa mimi ndio nimekuwa zaidi. Ndio maana sina muda wa kutazamia ufalme wa hapa kabisa, ila nipo hapa kutafuta safari yangu kutazamia ufalme wa Mungu. So mimi anayenitenda nasamehe, nilimtenda mabaya namuomba anisamehe, sababu ni mwanadamu, naishi na madhaifu na mapungufu. Ili Roho wa Mtakatifu Mungu asiniondolee Roho wake Mtakatifu ndani yangu. Sioni zaidi, namuona Mungu ndani ya maisha yangu. Sioni chochote zaidi ya kumuona Mungu katika maisha yangu. So wewe ni mangapi Mungu alikuvusha, au ulimuona Mungu kwa mangapi? Sasa unamshika mwanadamu akupeleke wapi? Kama mimi nilishindwa kuhold my mother na akaishi. Haijalishi kwa gharama gani, kwa hospitali gani, haijalishi kwa maombi gani nimeomba, lakini wakati ulipofika Bwana alimtoa.
So kumbe na mimi itafika wakati Bwana atanitoa, ibaki hapo. Kumbe ni maisha haya halisi. Basi fike wakati nitengeneze na Bwana, tengeneze na watu kabisa. Kumbe nitapita kama tunaona wenzetu na watumishi wengine wanapopita. Wengi tu akina Bibi Joshua, wengine wengi tu Mungu alitumia kwa ukubwa, wamepita. Mimi natengeneza nini wapi? Nije kupatana na wewe Ngoni mwenzangu, Msambaa mwenzangu, sijui Tanzania mwenzangu, wapi nakupeleka wapi? Siwezi. So mimi nitakachofanya ni kukuombea rehema na kumwambia Bwana ni rehema na mimi. Siwezi kushindana na wewe chochote kwa sababu si utizamiwa hapa. Yaani kama kushindana hapa hapana. Kuna leo na wengi walishindana na hapa marais wetu, watumishi wameacha vitu. Lakini kuna series moja inaitwa Rejoinder of the Seeker. Sijui kama mnatizamaga nyie hizi series, wake wengine mnakuaga mnajazwa na roho wengi. Kuna series inaitwa Rejoinder of the Seeker. Rejoinder of the Seeker kitu kama hiko. Ile Rejoinder of the Seeker, ile series iko kiroho sana. Sasa kule kuzimu kule katikati hapo, mimi mnatizamaga series. Na mkitizama series zio mchukuangalia series zinazowafundisha. Kwa kama Rejoinder of the Seeker, ukitizama vizuri katika jinsi wale maadui walio kule chini kuzimu, kuna mpaka katikati, kuna hawa huku na hawa huku. Jinsi ndivyo ndio kwa sababu hata Yesu alipokufa chini, Kristo alishuka kuzimu. Kumbe huko kuzimu lazima tushuke huko tuende. Sasa kule au kufika juu hizo utakaa kushoto au kulia. Tunatizamia ufalme. So si kila movie kusema kuangalia, kuna series hiyo na kuna series nyingine nyingi tu za kufuatilia zinaweza kukusaidia katika kukaa kwako kuliko unavyoendelea kuangalia ngumi na mahoro movies, yale ni maroho. Kuangalia mamovie mengine sawa, lakini unaweza kaangalia series nyingine. Kwa mfano kuna The Keeper. Kuna series inaitwa The Keeper, very nice series ambayo inaweza kukusaidia kwa sababu series kama series inaitwa The Keeper, ukiangalia hata kama hujui kuomba utaombea hapo. Hata kama hujui kuomba hapo utajifunza kuomba, nakwambia. Haleluya. Utajifunza kuomba. Yaani uone jinsi kuna series za kukujenga, kuna series za kuangalia na familia yako. The Keeper ni series nzuri, ukiandika tu The Keeper utaiona. Itakufundisha hao ulimwengu wa giza na ulimwengu wa, utajiona jinsi gani una nguvu wewe. Hata watoto wako kuwekea sebleni, unaenda YouTube hapo unanunua bando au kama unaifi, waekee hiyo. Kaa nao weekend watizame, utawajenga kitu, utawafundisha kitu katika kipindi hiki cha likizo. Acha kuangalia tu katuni nini, wafundishe katika mambo ya spiritual. Wajue upande wa pili ukoje na upande wa Bwana unakujaje. Hizo battles zinaishaje? Waekee series, watizame. Family conflicts zinakujaje? Watu wanaotuzunguka wakoje? Tunaishije katika hizi jamii? Tunaishije kwenye makanisa? Fake pastors, fake apostles, watumishi wa Mungu walio fake wanatumia, wafundishe watu ili wajisimamie wenyewe katika kazi ya Mungu na katika kumkubali Mungu. Ufundishe watoto wako kujisimamia kwenye maombi, wafundishe kuomba dua, wafundishe kufanya sala. Wafundishe fasting. Kwa nini wana fast? Kuwa mchungaji mwema. Uchungaji mwema unaanzia nyumbani kwako. Sasa wewe mchungaji na kisha wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini kwako na ukoo wako ufanye ibada. Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana. Mungu ametupa kibali katika tafakari ya jioni. Tutaonana kesho jioni, Mungu akipenda, akitupa kibali. Jioni nitakuwa nakaa Facebook. Haleluya. Haleluya. Nitakufurahia sana kwa wewe kwa sababu nitaambia YouTube. Nitakufurahia sana kwa wewe ambaye utasubscribe my YouTube channel. Ukitaka kujua kwamba unapenda Injili na unampenda Yesu, hebu subscribe my YouTube channel yangu. Nenda TZ Reconciliation TV. Subscribe pale. Subscribe pale, niko kule midnight usiku. Tunakuwa pamoja kwenye maombi. Roho anapotuelekeza tunakuwa tuko pamoja. Haleluya. Ninakushukuru sana, nakushukuru sana kwa wewe uliopoteza bando yako. Naamini tafakari ya leo imekugusa mahali, imekuvusha mahali. Tutaonana Mungu akipenda kesho. Umebarikiwa sana 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 sana. Amen.